Ndugu wazazi na walezi wa watoto wetu wenye ulemavu, serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali katika kuhakikisha haki na fursa za watoto wenye ulemavu zinapatikana, ikiwemo sekta ya elimu. Mfano, hivi karibuni imejengwa skuli maalum jumuishi ya Jendele kwa watoto wenye ulemavu, sambamba na kuajiri walimu wenye taaluma mjumuisho. Ama kwa sekta ya afya, serikali imesogeza huduma ya tiba ya mazoezi ya viungo katika hospitali zote za wilaya. Hii ni lazima tumshukuru kwa dhati kabisa viongozi wetu wakuu, kuanza na Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile kiongozi wetu mpenda rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hivyo jamani, hivi karibuni mnajua serikali imeendeleza huduma zake kwa wananchi kwa kutoa huduma za utoaji vifaa saidizi bure kupitia Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu. Na hayo nadhani mimi mwenyewe nilikuwepo pale wakati mnakabidhiwa. Na si hiyo tu, na mengi mengine. Kwa hivyo Dr. Hussein Ali Mwinyi anapokwenda katika ziara zake, watu wanamtunukia kuona kwamba haya ni maendeleo ambayo ni lazima wenzetu wa watu wenye ulemavu wakuwemo katika maendeleo. Kwa hivyo mjue kwamba serikali yenu haijakutupendi, inakuthaminini na bado tutaendelea kukuthaminini. Ndugu wazazi na walezi wa watoto wetu wenye ulemavu, naomba kutoa misisitizo kwenu wazazi na walezi kusimamia vyema malezi na matunzo ya watoto wetu ambao ni baraka kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambao mmekuja nao tufurahi kwa pamoja. Wito kwenu kuhakikisha mnawapatia haki zao za msingi, ikiwemo elimu, afya na michezo. Hii ili iwe chachu ya kuondoa ulemavu na pengine kupunguza kiwango cha ulemavu. Ndugu wazazi na walezi wa watoto wetu wenye ulemavu, namuomba Mwenyezi Mungu atuzidishie baraka, lakini vile vile naomba wazazi wenzangu, tunapokuwa na watoto wenye ulemavu, basi tusijisikie wanyonge. Tuendelee kuwapa mapenzi, tusiwatekeleze na kuachia kina mama tu. Hii nataka kupiga koma kidogo hapa. Imekuwa tabia yetu sisi wanaume, tunapowapata watoto wetu walikuwa hawana ulemavu wote, kila wakati utawakuta kwenye mpira uko na wewe, leo wanacheza timu fulani uko na wewe, lakini watoto ambao wenye ulemavu tunamwachia mama tu. Hilo ni tatizo. Kwa hivyo naagiza kwa wilaya mjini sote, tusiwaweke watoto wetu ndani. Tuhakikishe tunawashirikisha katika kila aina ya michezo katika sehemu hii ya wilaya au kitaifa. Na hii naiomba iende mbele zaidi. Kutokana kwa nimepewa kimamlaka hichi kiwilaya, ndio nitasema hivyo, lakini ni lazima toni hiyo iende kila kona ya maendeleo ambayo tunayataka, kwa sababu hakuna mzazi hata mmoja ambaye anajua kwamba kama anajua mtoto hawa wazazi wa kike jinsi anavyopitia miezi 9 au wengine 7 wanahangaika na kumweka yule mtoto, alafu baadaye sisi wazazi ambao tulikuwa kiume tukawaachia wao peke yao. Tushirikiane katika kulijenga taifa letu, na taifa letu limo katika kama alivyozungumza wenzangu waliopita kwamba hao watoto wetu wenye ulemavu na walemavu wengine tusiwaache nyuma. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Kwa hivyo hatuna budi kushukuru jumuiya zote za watu wenye ulemavu Zanzibar kwa kushirikiana nasi, taasisi za umma na binafsi, kwa jitihada zao za hali ya juu katika kuhakikisha haki na fursa kwa kundi hili la watu wenye ulemavu, hasa watoto, zinapatikana. Shukrani za pekee ziendee taasisi
za Madrasa Early Childhood Program Zanzibar kwa kushirikiana na jumuiya ya watu wenye mlemavu wa Norway NAD, kwa ukaribu mkubwa na Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu pamoja na Shirikisho la Jumuiya ya Watu wenye Ulemavu Zanzibar kwa kutelekeza mradi wa maendeleo jumuishi katika jamii ambao tunaita Community Based Inclusive Development kwa kifupi sana, ambao wilaya mjini tulipata bahati ya kutekelezwa katika shehia zetu 5 ambao ni shehia ya Chumbuni, kwa wazee, Kwale Msha, Mchangani na Kikwajuni Juu. Aidha, serikali ya wilaya ya mjini ipo tayari muda wote kutoa mashirikiano na taasisi zote za maendeleo za watu wenye ulemavu ili mradi kundi hili tusiliwache nyuma. Ndugu wazazi, walezi na watu wenye ulemavu, tunasema ni hivi: tumeanza mjini na wale waliokuwa wenzetu kule katika wilaya nyingine, tunaomba sana waendeleze kazi hizi, kwa sababu tunakwenda kugusa nyoyo za watoto wetu. Kama mnavyoona mkielekeza kamera zenu kule, mnaona watoto wetu wamejaa kila aina ya tabasamu, watoto wetu wamejaa hope ya maisha. Hivi ndio hivyo inavyotakiwa. Kwa hivyo kila mzazi tuhakikishe kwamba jamani, watoto tusiwafungie ndani, watoto tuwatoe. Na hii sitoisema mara moja au mara mbili, kwa sababu moja katika malengo yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anafarajika na kupata fursa kama hizi. Kwa hivyo mimi nitaomba sana, hiyo nasema sio kwa sababu kwamba ya nini yangu tu, kwamba mkuu wa wilaya anapenda sana kuyazungumza haya, lakini kwanza nataka kurejesheni kwenye katiba. Katiba yetu ibara 11 fungu moja inasema binadamu wote ni sawa. Kwa hivyo kama binadamu wote ni sawa, ujue kwamba wewe sasa hivi unatembea kwa miguu miwili, lakini Mwenyezi Mungu atuepushe, wakati wowote utakuwa mlemavu mtarajiwa, unatembea. Je, na wewe tuje tukuache tu? Utafurahi kweli? Kwa hivyo kama hawa watoto wamezaliwa aidha na ulemavu au wameupata katika maisha yao, kwa hivyo tuhakikishe kwamba tunawatunza na vile vile tunawapa haki zao za msingi. 11(2) katika katiba yetu inasema kila mtu anastahili heshima, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake, na 12(1) inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Mwisho wa kunukuu. Hiyo maana yake nini? Maana yake kwamba tungekuwa na ubaguzi wowote, katibu mtendaji pale msingemuona pale amekaa katika kile kiti kama katibu wetu mtendaji. Lakini tumshukuru sana kiongozi wetu mpendwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukienda bara kule unawakuta wenzetu wamo katika utendaji. Lengo ni kuhakikisha kwamba wale tunawachagua wanakwenda kukidhi ile haja, na kwa kweli katibu mtendaji unaopiga mwingi. Hebu jamani, mpeni matano kabisa. Asante. Makofi matano niliyaomba, nimepata matatu. Asante. Hiyo maana yake vipi? Ni kazi imetukuka. Na nyingine kwamba unao mwenyekiti wetu hapa, huyu ni classmate wangu, tumesoma pamoja, ambayo form 5 na form 6. Bi Salma tulikuwa pamoja na tulea wakati wapo vitoto vidogo. Kwa kweli sasa hivi amechukua ile tone na kila mmoja tunaona faraja tunaoipata. Kwa hivyo hongera sana sasa. Na nyote jamani, kila mmoja asimame kwa kile ambacho anachokiweza, aje achangie katika jamii. Kwa hivyo maneno yangu nimeishiwa, lakini zaidi nitasema kwamba nimejaa kila aina ya faraja, kwa sababu wazee, vijana, sote tumeitika kwa pamoja na kuwaleta watoto wetu wache walimwike. Na mashuleni jamani, kwa vile mimi ni gavana wa hii wilaya,
nitapita kila skuli huko kuhakikisha kwamba ninaenda kuona maendeleo ya watoto wetu ambao wenye ulemavu katika inclusive education. Je, wamethaminiwa?